hakika mimi nilikuwa shetani katika mashetani wa kijahilia, lakini hivi leo mimi nimekuwa namtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya, angalia mambo haya. Nimetoka huku, mimi nilikuwa ni adui, nimetoka biniyati qatli na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimetoka mimi nia kwenda kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini cha ajabu mimi nimemtakia shari na yeye alitakia mimi kheri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Tukiwa katika somo letu la tarikh, tumerejea tena kuja kuyasoma matukio ya maswahaba wetu watukufu wapendwa, na leo tutamzungumzia sahaba ambaye kwamba si mwingine ila akiitwa Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya. Safwan huyu ni sahaba ambaye kwamba baba yake ni Umayya ibn Khalaf, rasul kufari Umayya ibn Khalaf. Kiongozi wa makafiri ni Umayya ibn Khalaf. Baba yake alikuwa ni bwana mmoja vile vile min sadati Quraysh, min kabilati Jumah, kabila linaloitwa kabila la Jumah, Sayyidu Jumah, Umayya bin Khalaf. Lakini bwana huu alikuwa na vitimbi na istizai na kejeli zilizopindukia kuhusiana na dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Safwan ibn Umayya ibn Khalaf al-Jumahi al-Qurashi, sahabiyun jalil, kana min sadati Quraysh wa aghniyaihim. Na vile vile hawa walikuwa ni katika wakwasi wa kikweli kweli, na walikuwa na pesa si mchezo, yani walikuwa ni matajiri wa kisawasawa. Wa kana min ashaddil muanidina lilislam, na walikuwa ni katika wale wakali wao wenye kufanya inadi mbaya za kuvuka mipaka kuhusiana na Uislamu. Fi bidayati amri, mwanzo wa Uislamu kuingia, ikawa basi huyu naye si mchache. Thumma tahawala ila sahabiyin, kisha akageuka kuwa yeye ni sahaba, baadaye akaslimu akawa sahaba, na ikawa vizuri wa hasuna Islamu, na ukawa vizuri Uislamu wake. Adawatuhu lilislami wa maktalu abi, uadui wake katika Uislamu na kuuawa kwa baba yake. Kana Safwan ibn Umayya min sadati Makkah, waratha al-ada, amerithi ule uadui linabii sallallahu alayhi wasallam an abi, huna vile vile amerithi uadui wake kama vile alivyorithi nani? Ikrima bin Abi Jahl. Haya, ila huu baba yake sasa ni Umayya bin Khalaf alladhi qutila fi ghazwati Badri, ambaye kwamba baba yake huyu Umayya bin Khalaf aliuawa na Bilal ibn Rabah. Sahaba huyu tumemsoma, alimtesa sana aliposlimu, kwa sababu alikuwa ni mtumwa wake, mpaka pale Abu Bakar radhiyallahu anhu alipokuja na kuja kumuokoa na tewengo lile la utumwa, na akamnunua kutoka kwa mikono yake huyu Umayya bin Khalaf, kwa sababu alikuwa amemtesa sana. Isipokuwa Bilal alikuwa akisema tu ahadun ahad, mmoja tu, wewe changanya leo, kata, piga, fanya, uwa, chinja, mimi niko hapa hapa, msimamo wangu ni ahadun ahad. Kwa hivyo alimtesa sana huyu Umayya bin Khalaf Bilal ibn Rabah, na alikuwa Umayya ibn Khalaf ni babake huyu sahaba tunayemsoma leo, Safwan ibn Umayya ibn Khalaf. Kwa hivyo aliuawa na Bilali huyu Umayya ibn Khalaf katika vita vya Badri. Walipokutana akamwambia, siku zile ulinitesa wewe na kuniwekea mawe kifuani na kunitembeza na kunilaza kwenye jua kali, mchanga uliokuwa moto, na kunizomea na watoto na kunitemea mate na makohozi na kupurwa na mawe. Leo hivi sasa subiri utakiona cha mtema kuni. Akamtumbukiza upanga wa kisawasawa Bilal ibn Rabah kumalizana na huyu rasul kufari Umayya ibn Khalaf. Idhan sharaka fi tamwili alharbi dhidda an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wa kana yara fi al-islam tahdidan
linufudhi Quraish wa makanatu. Vile vile alishiriki katika vita kupigana dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akauona Uislamu kuwa ni tishio kwao kwa sababu wao ni watu wenye pesa na watu wenye nafasi. Kwa hivyo Uislamu lau utashinda itakuwa ni wenye kuwapokonya vitu kama hivi. Kwa hivyo walikuwa wanatetea cheo chao na kujiangalia wao na kujihisi na kujiona na kujifaharisha ili kutetea. Kwa hivyo Uislamu ulikuwa ni tishio kwao, ndio maana wakawa wakali kwenye kuwatesa Uislamu. Fi qisati shahira, imekuja katika kisa mashuhuri vile vile, hawala huwa, alijaribu yeye huyu Safwan bin Umayya wa Umair bin Wahab. Umair ni sahaba mwingine ibn Wahab ambaye kwamba al-Jumahi pia katika ni watu wa Jumah, kabila la Jumah, lakini huyu alikuwa ni kama anamdhamini, yani huyu wa Safwan alikuwa amemchukua huyu Umair ibn Wahab, amemdhamini, yani kama ndio mfadhili wake, anampa chakula na malazi na kumwangalia kadhalika. Wakawa wamepanga siku hiyo, amwambia huyu baada ya vita vya Badri hapo machungwa nayo kweli kweli. Kwa hivyo akakaa akamwambia huyu Umair ibn Wahab, wajua nini mwenye, sisi hapa tulipange jambo. Kisha wakapanga jambo ambalo kwamba Umair ibn Wahab atatoka kwenda kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia mambo haya, watu wapanga njama kweli kweli baada Badri, baada vita vya Badri. Haithu qala Sufwan, mpaka akasema Sufwan, wallahi ma inna fil aishi ba'dahum khair yaqsidu ahla Badri walakin Allah afshala khutahuma. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alisema maneno haya, wallahi hakuna maisha yenye khairi baada hili tukio la vita vya Badri, kwa sababu aliuawa baba yake. Kwa hivyo akataka akachora plani ya kwenda kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtuma huyu Umair ibn Wahab aende akammalize Mtume bisaifin masmumin, kwa upanga uliotiwa sumu. Alipofika kule, cha ajabu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamdhihirishia nia Umairi ya kwamba wewe umekuja kuniua na mimi najua hilo. Mambo haya baada ya kuwa amemwambia hivyo, akashangaa sana Umair, imekuwaje wewe, umejuaje mimi nimekuja kukuua? Anipata hapo? Yani yeye Umair ametoka kwa lengo la kuja kumuua Mtume, ametoka Maka mpaka Madina kuja kumuua Mtume, na alipokuja pale hajalifanya la kulifanyalo, ilikuwa Umar washamtia nguvuni, maana wamfahamu kwa hasida aliokuwa nao. Kisha masahaba kumtia nguvuni, Mtume anamwambia mwacheni, mimi najua lengo lako la kuja hapa ni kuja kunimaliza. Akashtuka sana Umar, amejuaje huyu? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bwana Mtume si mtu wa machezo. Kwa hivyo alikuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala anampa himaya na kumdhihirishia mambo ambayo kwamba ni batili, na hivyo watu wakawa wengi kumweza kumdhuru Mtume kwao ilikuwa ni ndoto. Lidhalika, baada ya kujua hilo na kumwambia kuwa mimi nimejua na mimi sina shida na wewe na nimekusamehe, akawa Umair huyu ni mtu baada ya kuyasikia hayo hakuamini, akasomewa ayat na moyo wake ukalainika, na pale pale kwa kusamehewa kule na kujulikaniwa kosa lake kabla hata hajadhihirisha, akakasadikisha kweli wewe ni mtume wa Allah. Kuregea huku jamaa wakija wasubirie, Safwan wa Bashir anambia leo takuja habari nzuri. Habari gani? Nakwambia utapata habari mtume amewa. Akifika kule akiregea Maka awaambia mabwana, wallahi inni kad kuntu shaytana min shayatini aljahiliya, hakika mimi nilikuwa shetani katika mashetani wa kijahilia, lakini hivi leo mimi nimekuwa namtetea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia mambo haya, nimetoka huku, mimi nilikuwa ni adui, nimetoka biniyati qatli na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nimetoka mimi nia kwenda kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini cha ajabu mimi nimemtakia shari na yeye alitakia mimi kheri. Angalia maneno kama haya. Haya ndio mafunzo
Angalia watu walivyokuwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mwenye kulipiza kisasi, hapana. Kisha baada ya hayo akaachanana na kumsaidia yule Umair kwa sababu ashaslimu, kabidi urafiki uvunjike, mambo akakatika. Hurubuhu yaum fath Makkah, kukimbia kwake yaum fath Makkah, siku ya kufutahiwa Makkah. Naye vile vile alipopata habari, Ikrima alikimbia kwenda Yaman. Huyu alipopata habari kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuingia kuja kuifitahi Makkah, lamma dakhala an-nabi sallallahu alayhi wasallam Makkah fatihan farra Sufwan ibn Umayya minha li'annahu kana ya'uddu nafsahu min kibari al-mujrimina fi haqqi al-Islam. Ikawa huyu amekimbia Sufwan ibn Umayya kutoka hapo Maka kwa sababu alikuwa yuihisabu nafsi yake ya kwamba yeye ni katika wale wakubwa waliofanya maovu mabaya katika haki ya Uislamu, aliukosea sana Uislamu. Idhan min kibari almujrimina fi haqqi alislam. Tawasala ma Umair ibn Wahab liyumina lahu al-aman. Kisha huyu yule Umair amekuwa alikuwa akimfanyia wema, akimpatia, akimfadhili, akamkata siku zile. Basi siku hiyo ambapo kwamba ni Fathu Makkah, akaenda kama alivyoenda mkewe nani? Mkewe Ikrima Ummu Hakim. Na vile vile huyu Umair ibn Wahab akaenda kwa Mtume kumwombea amani, ya Rasulullah, msamehe Safwani. Wa talaba min an-nabi sallallahu alayhi wasallam muhrata shahrayn liyaslim, akataka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kiwango cha miezi miwili ili apate kuslimu. Samahatu nabi sallallahu alayhi wasallam wa islam, msamaha wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuslimu kwake huyu nani? Safwan ibn Umayr. Atahu nabi sallallahu alayhi wasallam al-aman, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa aman. Wa badala min shahrayn amhalahu 4 ashhur, na badala ya miezi miwili akapewa Mtume akampa kabisa miezi minne. Shahida Safwan akhlaqa nabi sallallahu alayhi wasallam fi ma'rakati Hunain haythu talaba minhu an-nabi isti'arata silah, faqala Safwan aghasban ya Muhammad, faqala an-nabi sallallahu bal ariyata madmunatan fa'atahu silahahu wa kana hadha al-mawqif sababan fi tahawuli qalbahu nahwa al-islam. Vile vile asema ya kwamba Safwan alishuhudia tabia za Mtume. Watu wengi hata wale majababira walikuwa ni wenye kuslimu kwa tabia na akhlaki za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa na wahusia ndugu zangu ni Waislamu, wengi wetu tujitahidini katika kuchunga tabia. Tabia ni mwenendo ambao kwamba hata yule aliyokuwa na uovu kufanya nini? Ufanya wema. Sema Imamu Shafi, inni uhayyi adu inda ruyatihi liadfa'a sharra anhu bitahiyati, mimi namtangulizia adui yangu salamu ili niweze kujikinga na shari za adui kama yule. Nikishamtangulizia salamu mimi wadui wote huyayuka. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa huyu bwana Safwan akimtizama tabia zake mpaka katika vita vya Hunain. Mtume alipotaka silaha yake huyu nani? Safwan ibn Umayya, kisha akamuuliza aghasban, kwa nguvu? Taka kweli silaha zangu walitaka, lakini kwa nguvu? Tumwambia hapana, sivyo hivyo unavyofikiria. Nimekuomba mimi kwa utaratibu na kunyenyekea, kwa heshima na taadhima yani ghasban ni kutaka kitu kwa nyang'anya, yani kama kunyang'anya. Na kisha Mtume hakumuonesha, anamwambia hatuende hivyo, kwa utaratibu na samahani na kwa upole. Akamuomba Safwan kuona faatahu silah, akampa Mtume sallallahu alaihi wasallam silaha yake. Wakana hadha almawqif, na ikawa mawqifu hii sababan fi tahawuli qalbuhu, ni sababu katika kugeuka moyo wake. Ikawa moyo wake ni wenye kukengeuka, sasa unabadilika na ukawa unaelekea nahwa al-Islam, kuingia katika Uislamu. Akakubali kuilainisha moyo wake, ikawa ni wenye kuingia katika Uislamu kwa tukio kama hilo. Aslama Safwan ibn Umayya wa qala ba'daha wallah
inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam la ahsana an-nas wa innal muluka la tutibu nufusaha bimithli hadha. Asema wallahi, mimi naapa kwa Allah, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam la ahsana nas, ni mzuri na mbora wa watu, na hakika ya wafalme la tatibu, haziwi nzuri nufusaha, nafsi zao, bimithli hadha, hawajafikiapo wafalme kuwa na sifa na kuwa na mioyo na roho nzuri kama mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ndio maneno aliyatamka huyu Sufwan ibn Umayya. Hayatuhu ba'da al-islam, ba'da islamihi asbaha min alwajhau fil islam wa sharaka fil futuhat. Vile vile aliingia baada ya kuslimu kwake, akawa imeelekea katika Uislamu na kupambana katika futuhati, katika vita. Tuufia fi khilafati Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, na alifariki katika khilafa ya Muawiya ibn Abi Sufyan. Khilafa hiyo baada ya kufariki nani? Baada ya khilafa ya Ali, khulafaur rashidun, dawlatul Umayya, kuanza hapo dawlatul Umayya, na huyu Sufwan ibn Umayya ndio mauti yake yakamfikia. Kwa hivyo huyu Sufwan ibn Umayya tumepata mafundisho ya kwamba haijalishi sisi Waislamu, kwanza tusiwe ni wenye kulipiza kisasi. Kwanza isiwe mtu amekufanyia mabaya ikawa nia yako ni wewe na mimi nimuoneshe mabaya. Isiwe mtu amekufanyia maovu ikawa na wewe wataka kulipiza yale maovu. Fahamikiana? Tusiwe na roho ya ulipaji visasi, tuwe na roho ya kusamehe, kama alivyowasifu Allah waja wema, alladhina yunfiquna fi sarai wadharai walkadhimina alghayth walafina anin nas, wala ambao kwamba wazizuia hasira zao kwenye vifua vyao, kisha wakawa ni wingi wa kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah wapenda watu wenye kufanya ihsan. Na Mtume asema vile vile, laisa shadidu bisur'a, si yule mkali wenu ambaye kwamba huwabwaga wengine kwenye miereka. Inama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab, hakika ya yule mkali wenu ni yule ambaye kwamba ni mwenye kuzuia hasira zake pindi anapokasirika. Kwa hivyo haya Waislamu, hizi ni fawaidi tuzichukueni kwa mwenendo wetu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tuwe ni wenye kumwiga katika mazuri kama hayo. Kwa hivyo ikhwatul kiram, angalia silsila za masahaba tuliowasoma, kina Ikrima, kina Umar, kina kama huyu Sufwan. Utapata baba yao Khalid ni wazazi ambao kwamba wazazi wao walikuwa wamepotoka katika njia ile isiyokuwa sahihi, na kina kilichokuwa zuia wao isipokuwa ni kibri tu na kujiona na kujisikia na mali walizokuwa nazo. Kana dha mali wa banin, walikuwa watu wenye mali na watoto, lakini manna'in bil khairi mu'tadin athim, potelea mbali. Ndio watu walivyoangamizwa hawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wazazi walikuwa barabara nyingine, lakini walipokuja watoto wakaingia kwenye barabara nyingine. Hivyo basi na wewe akhil karim, usijione ya kwamba huwezi pata hidayah, huwezi kuongoka, huwezi, na hapana, usikate tamaa, na hakikisha nafasi hii na milango hii imefunguliwa kwa kila mtu, ili unapoongoka wewe ikawa ni sababu mzazi wako yuko hai, ukamregesha naye ukamuonesha barabara ya sawa, na akaingia katika siratal mustaqim. Tumuombe Allah tujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.